Mungu anasaidia. Kabisa. Jana mchezo ule utazama, na kubwa zaidi tunataka tuangalie hapa walimu wote wawili waliingia na mfumo gani. Tuanze na Simba kwanza. Nadhani mfumo wa Simba uliendelea kubaki ule ambao tumeuzoea, kwa maana ya walinzi wanne, viungo wawili wa chini, viungo watatu washambuliaji na mshambuliaji mmoja ambaye alikuwa ni Dese Mukwala. Na tuliona ni hiyo Simba ambayo tumekuwa tunaiona mara kwa mara ikiwa inacheza, ingawa kulikuwa kuna mabadiliko kwa baadhi ya wachezaji. Kwa mfano jana Kante tulimuona, Kamara pia tulimuona akiwa anaanza ile mechi, na wengi hatukutarajia kama Kante angeweza kuonekana, lakini inaonekana kama ilikuwa ni mind games. Watu walizungumza kwamba alikuwa na majeraha na nini, lakini inawezekana Fadu alikuwa anahitaji kuficha vitu vyake, na finally jana tukaweza kumuona. Na niwapongeze sana Simba kwa walichokifanya kipindi cha kwanza, kwa sababu first half walikuwa wana confidence, walikuwa wana hiyo willingness ya kujaribu kuwafungua Yanga. Kwenye fast break walikuwa hatari zaidi, kwa sababu walikuwa na hao watu ambao wanaweza kukimbia, the likes of Mukwala, Kibu Denis. Kwa bahati mbaya Mpanzu hakuwa kwenye level yake jana, kwa hiyo siwezi nikamzungumzia kwamba alikuwa hatari, lakini nadhani Kibu Denis lakini pia Dese Mukwala na Shomari Kapombe ambaye alikuwa anafanya overlapping movements, alikuwa na wakati mzuri sana. Ndio maana unaweza kaona first half kwangu mimi ilikuwa ni timu bora sana. Iliweza kucreate nafasi, nadhani zilikuwa kama 3 kama sio 4, na kwenye 1-on-1 walipata nafasi kama 3. Nakumbuka Kapombe, nakumbuka Kibu Denis pia na Djigui Diarra. Lakini kwa bahati nzuri Yanga waliweza kudefend vizuri, na hususan mlinda mlango Diarra, na kuweza kuondoa huo uchafu. Then second half ndo tukaona mambo yanabadilika. Nadhani Yanga ukiwatazama kipindi cha kwanza hawakuwa na huo ufanisi mkubwa sana, na walikosa mtu ambaye anaweza ku-unlock defense ya Simba. Walikosa mtu ambaye ana vision kwenye zoni ya 14, ambaye anaweza kupiga pasi mpenyezo za kuachia kina Dube, lakini akina Pakome na kina Max kuweza kufika kwenye maeneo hatarishi. Na nadhani Romain Folz baada ya kwenda mapumziko aliweza kustadi hicho kitu, akaona game inamhitaji zaidi creator aina ya Dumbia ili kuweza kuleta creativity ndani ya uwanja. Tumi jana utamsifia Azizi Andambwile kwa kazi aliyofanya, utamsifia Pakome kwa kufunga bao, utamsifia Djigui Diarra kwa saves alizozifanya, lakini mimi Hans Raphael ukiniuliza man of the show ni nani game changer, atakwambia ni Mohamed Dumbia. Sababu nilichokiona jana, yule jamaa ana akili sana. Yule jamaa alikamwe kumuita AI midfielder, hakukosea. Yule jamaa ana akili kubwa sana, na nadhani viungo wote Tanzania kwa kile walichokiona jana wanatakiwa kukaa chini kumwangalia vizuri Dumbia jinsi gani ambavyo anafanya pressing. Hatumii nguvu sana wakati wa kupress, lakini mara nyingi sana anajua muda sahihi wa kufika na kuchukua mali. Clean, akichukua mali hachezi foul, na kisha chukua mali pale pale anaachia. Tayari Yanga wameshambulia. Baada ya kuingia kipindi cha pili tukaanza kuona anamtuma Pakome, anaanza kumtuma Max, na Mzizi alivyoingia akaanza kutuma, kwa sababu ni huyo pasa ambaye anaweza kupiga pasa ambazo zinavunja mistari ya ulinzi na kuweza kuwafanya mawinga na washambuliaji wake waweze kushambulia zaidi. Na jana nilikuwa namtazama jinsi ambavyo alikuwa anafanya decoy movement, anakwenda kushoto, anakwenda kulia, na kote alikokuwa anaenda alikuwa anafanya vitu vitokee. So to me Mohamed Dumbia ndo alikuja kubadilisha game second half, akaongeza creativity, na pale ndo tukaanza kuiona Yanga ikiwa ina flow vizuri na create nafasi mpaka goli linapatikana na ushindi ukapatikana. Okay, sawa. Hasi umezungumza vizuri juu ya mechi ilivyokuwa, makocha wa pande zote mbili, lakini nataka tuangalie mazingira ya goli. Je, goli lile pale na viashiria vya offside ama halina viashiria vya offside? Na kama ina viashiria vya offside, kwa nini? Na vile pia kwa nini? Okay. Kama umezungumzia neno viashiria, viashiria vya offside vilikuwepo, lakini goli si offside. Yani goli ni halali. Okay. Kwa sababu kwa nilichokiona jana mimi ni kwamba wakati Prince Dube anapiga shoot, nadhani alikuwa kwenye zoni ya 14 kuja kwenye zoni ya 17, alipiga shoot ambalo lilikuwa blocked. Na ule mpira wakati unatoka kwa yule beki ambaye aliublock, ulikwenda kwenye njia ya Maxim pia Zengeli na Pakome Zouzoua. At first Pakome alikuwa offside, lakini alichokifanya ni kuupisha mpira
kwa sababu alibaini kwamba Maxim pia Nzengeli alikuwa onside. Kwa alichokifanya yeye ni kupisha mpira na kumpisha Max aende kufanya kazi nyingine. Hiyo ni akili ya kikubwa ambayo tunatakiwa kuisifia. Ukitazama wakati Max anapokea mpira alikuwa onside, na wakati anaanza kufanya instep kwenda kwenye 6 yard box, Kapombe alikuwa anamuona vizuri. Ina maana vision ya Max alikuwa anaiona vizuri na alimchallenge, ila kwa bahati mbaya hakuweza kufikia mpira. Na Rushen Rock alikuwa anamuona vizuri Max pia Nzengeli ambaye alikuwa onside. Max ameenda amepiga shuti. Wakati anakaribia kupiga shuti, Pacome alirudi nyuma kuweza kuua ile offside. Ina maana akawa sawa na mstari wa walinzi wa Simba ambao haumfanyi tena kuwa offside. Max amepiga shuti, mlinda mlango wa Simba ameucheza mpira, umerudi ndani, ukamkuta Pacome ambaye at that time yuko onside, akafunga bao. Kuna mtu anaweza akasema okay, Pacome ameintervene, lakini to me hakuziba vision ya Kapombe kutomuona Max, kwa sababu Kapombe alikuwa anamuona vizuri Max na alimchallenge. Kwa hiyo angeweza kufanya tackling akaufikia mpira, tungekuwa tunamsifia Kapombe kwamba wate tako, si ndio? Lakini kwa bahati mbaya Max wakati anafanya instep alikuwa sahihi kwa kila anachokifanya, na alikuwa anausogeza mpira mbele kiasi kwamba mabeki wasingeweza kufanyaje kuchukua, na pengine wangeweza kuzama zaidi, inawezekana wangeweza kusababisha penalty. So to me ni clear goal, ni goli halali, yani kipengele uje nacho mwenyewe. Okay, sawa. Hansi, kesho pia tutapata fursa ya kuzungumza mengi sana. Kwa leo naomba ni kutoe katika line, ratiba yangu inanibana hapa. Asante sana. Nashukuru sana kaka. Naam, ni Hansi Rafael akitoa maoni yake namna ambavyo mchezo ulivyokuwa. Nasi hapa studio tunaendelea kwa uzuri kweli kweli na Evans. Natumaini yeye pia umeshuhudia mazingira ya goli. Meleta maneno kweli kweli kwamba Pacome alikuwa offside na Pacome pia amehusika kwenye kila kitu. Imefika hatua Pacome pia alimzuia Rushain. Sasa hebu tujue ukweli hapa. Je, ni goli halali ama sio goli halali? Kwangu mimi ni offside. Clear offside. Yani sihitaji mtu aniwekee bunduki kichwani. Ndio. It's clear offside kwa sababu ukiangalia movement ya tukio, mpira wakati unatoka mguuni kwa Prince ndio kwenda kwenye lango la Simba ulikuwa block. Alikuwa onside, alikuwa ni Max. Pacome alikuwa yuko kwenye offside position kabisa. Max kipindi anaenda kuwini mpira, kulikuwa kuna wachezaji wawili wa Simba. Alikuwa Kapombe pamoja na Rushain. Mtu ambaye alikuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kwenda kudhibiti hilo tukio ni Rushain De Rock. Pacome alienda kukaa kwenye hiyo njia, huyu mtu asifike pale. Offside ndo inaanzia hapo. Ulikuwa kwenye offside position na umekuja kuinterfere mchezo kwa kuzuia mpinzani asifanikishe lengo lake. Offside iko hapo. Yani mtu atazungumza ameenda Max ameattempt mpira umerudi, Pacome alikuwa onside, yes. Ila kabla yeye kuwa onside alikuwa offside position. Kwa hiyo ni kwangu mimi nasema ni tukio la offside clear na sihitaji maelezo mengi. Ni kwa sababu tu watu wanaamua kutafuta njia za kuifanya ionekane ni goli halali. Haya matukio yametokea mara kadhaa. Kwa hiyo Yanga amebebwa. Sasa hayo ni maamuzi ya referee. Yaani mambo ya kubebwa tutakuja. Let's go slow kidogo. Kwani kanuni ya offside inasemaje kamanda? Nadhani Evans ameeleza na maelezo yangu mimi hayawezi kuwa tofauti. Unajua dhana ya offside ina wakanganya watu wengi. Na wala sio swala la kusema kwamba kuna viashiria vya offside. Either ni offside au sio offside. Haiwezi kuwa na viashiria. Na kanuni ya offside ukiisoma kwenye ile laws of the game inakwambia kwamba mchezaji kuwa tu kwenye eneo la offside sio kosa kwa yenyewe kama yenyewe. Yani wewe uko offside pale, kama kila kitu kinaendelea afu uhusiki, sio kosa. Kwa mfano kama Max angefunga yeye mwenyewe pale,
unasikia mkali wa dimba, nakupata, kama angefunga Maxi pale wala hakuna doubt yoyote, kwa sababu pengine labda pale angehukumiwa Pacome kwamba bana kuna huyu beki alikuwa anakuja kumzuia Max, lakini wewe ukamblock. Huo ndio uhusika wako kwenye mchezo. Lakini kama wewe Pacome umesimama tu pale independently, hauja, yani kosa lako ni kusimama tu pale, hiyo sio offside. The minute unapohusika na ule na mchezo unaoendelea inakuwa ni offside. Pacome alihusika na lile tukio mara mbili. Alihusika kwa kumzuia Rushin De Reuck asiende kumchallenge Max, na hiyo challenge ya Rushin De Reuck kuna mawili ambayo yanaweza akatokea. Kuna vitu vitatu ambavyo vinaweza kutokea. Anaweza akafanikiwa kumblock, akamzuia kama kumzuia. Anaweza akamfanya nani yule? Anaweza yule De Reuck, uwepo wake unaweza ukamfanya Maxi afikirie tofauti na vile alivyofanya. Aidha labda urudishe mpira nyuma ama afanye kitu cha tofauti. Ama anaweza akashindwa pia kumzuia. Hizi options zote tatu zinaweza zikatokea. Lakini ilishindikana hivyo kutokea kwa sababu mchezaji ambaye originally alikuwa kwenye offside position alitoka pale akaenda kumblock, na baadaye huo mchezaji akiwa kwenye position nyingine tofauti akawa actively involved akafunga. Kwa hiyo hivi vitu viwili vinafanya liwe sio goli sahihi. Na kama utakumbuka kuna mechi ya msimu uliopita ya Barca ilikuwa na mazingira haya na ilikuwa ni offside. Okay. Walicheza na Villarreal nadhani. Yes. Mazingira hayo. Na ambacho watu wanapaswa kujua Mkai ni kitu kimoja kwamba with offside haina room ya kutoa maoni kwamba bana Mkai anawaza hivi. Jessica anawaza vile. Sijui Alikamwe anawaza hivi. Jemedari yani iko vile vile kama ambavyo sheria za nchi kwamba sheria inasema kwamba bwana Mkai uruhusiwi kutumia miadarati au uruhusiwi kuvuta bangi. Sasa inawezekana labda ukienda Saudi kwa sababu kule hiyo sheria ni tofauti. Sasa hapa haiwezi kuwa subject kwa maoni. Naam, sheria inasimama vile vile. Kamanda, sawa sawa. Umezungumza vizuri kweli kweli. Nataka pia ni